Maelezo yanaendelea kusema hivi, na umbo lenyewe lina maana ya mfumo au mpangilio wa fardi, kwa maana kwamba mpangilio wa fardi, sawa, fardi na mpangilio wa zauju. Sawa. Hapa ana maana ya kwamba shikeli kama shikeli, natoa tu mfano, shikeli kama shikeli, mfano hii shikeli hii ya dhahika hii, sawa. Anasema hii shikeli hii shikeli huwa inaundwa kwa mpangilio wa fardi, kwa maana kwamba nukta hii, sawa, nukta hii sawa, lakini pia na vile vile inaundwa kwa mfumo wa nini, wa zauju, kwa maana ya nukta mbili, kwa sababu hizi nukta mbili ukizifanya hivi ndio maana tunasema mbili. Ndio maana pale mimi niliandika hivi, hapa panaashiria nukta mbili zilizoungana. Kwa hiyo hilo umbo na maana huwa linaumbwa, yani hii shikeli huwa inaumbwa kwa fardi, kwa maana nukta moja, na kwa mfumo wa nini, wa zauju, kwa maana nukta mbili. Kwa hiyo hii nukta moja huwa ni nukta tendaji, na hizi nukta mbili huwa ni nukta ambazo si tendaji. Haya tutaenda kuyaona huko mbele. Ndio maana sasa tukirudi kwenye msingi wa maelezo yetu hapa kwamba hii shikeli ya hayani utaona imeundwa na fardi afu ikaundwa na zauju. Yaani sawasawa ingeandikwa hivi. Sawa Nilikuwa nimesahau, na hii ni aina nyingine ya uandishi. Na hii ni aina nyingine ya uandishi wa maumbo haya. Kwa hiyo hapa ni sawasawa tu kwamba tungefanya hivi, tabaki hivi, kama ndio ile shikeli ya ahya. Naam. Sasa nasema wanazuoni wamekubaliana kuyaita kwa majina maalum kama vile pakakaa mfano wa nini. Ndio maana nikasema kule mwanzo pakakaa mfano wa umbo hili kwa maana ya jaudala, na pakakaa na mfano wa umbo hili kwa maana ya dhahika. Nafikiri tunaanza sasa kuelewa kwa nini tulianza kwenye yale maumbo. Naam. Naenda kusema hayo ndiyo maumbo ama ashkali mpaka mwisho wake. Elewa kwamba nyumba, anaendelea kukueleza kipengele cha nyumba zile. Elewa kwamba nyumba ni mahali pa kuweka maumbo. Nyumba ni mahali pa kuweka maumbo. Ni hali au mpangilio unaokuwepo ndani ya nyumba hizo. Sawa? Narudia. Elewa kwamba nyumba ni mahali pa kuweka maumbo. Sawa Ni mahali pa kuweka maumbo. Na maumbo ni hali au mpangilio unaokuwemo ndani ya nyumba hizo. Sawa Kwanza hutangulia au huanza nyumba, kisha ndani yake huwekwa umbo. Kwa hiyo tunapata ala pale aliposema nyumba sio umbo na umbo sio nyumba, na hapa anatuambia kwamba kinachotangulia ni nyumba, halafu umbo ni kitu ambacho kinachokuja kuwekwa ndani ya hizo nyumba. Kwa lugha nyingine sasa,